Anti alikuwa anaongea, tunamsikiliza. Jamii tusitenganishwe na mauti. Watoto wa anti na jomba, ningeomba vile ile uhusiano yenye ilikuwa pale isike, na ikiwa pamoja anti tutakuwa tunamuona. Ningerudisha shukrani pia kwa kanisa na jamii yote ya Taribo, kwa sababu sisi tulio mbali na sisi ni familia ya anti. Tumekuta kila kitu tangu tumekuja hapa, hatujalala njaa, hatujakaa na kiu. Mumetushughulikia. Mungu awabariki. Asante Bwana Kamal, thank you. Nataka niingie kwa upande wa marafiki, na upande wa marafiki nataka kuita Bwana Chief Masika. Chief Masika, basi kwa niaba ya marafiki wa Mama Zebra nitazungumza kwa niaba yao wote. Mama amekuwa na marafiki wengi, kwa hivyo wale ambao hawatapata fursa ya kuweza kuzungumza, mtazungumza, sauti yenu itapitia kwangu. Kwamba Mama Zebra amekuwa ni mama ambaye ni marafiki wengi, ni mama ambaye anapenda biashara, na ni mama mkarimu sana ambaye anajua kukaa na watu. Nataka nishukuru kwamba muda mrefu ambao nimekuwa hapa Taribo, zaidi ya miaka 20 na kitu, about 26 years, nilimkuta mama huyu Tasinda Wanjia akiwa katika biashara hapa mji wa Taribo, na nashukuru Mungu kwamba tuliweza kuelewana na tumeshirikiana vizuri kama marafiki. Juzi siku ya Jumanne nilipofika hapa Taribo, nilimpigia simu nikamuuliza, mama uko wapi? Leo ni siku yetu ya kufurahi, ningependa tufurahi pamoja kwa sababu Uhuru ametangazwa kuwa mshindi na mahakama. Sasa leo ni siku yetu, leo usishtuke. Akaniambia niko soi, lakini nikipata nafuu nitakuja tufurahi, kwa sababu mimi nilikuwa kwa siasa. Kwa mama huyu alikuwa ni mwana kampeni wangu mzuri, kwa hivyo alikuwa pia anapenda kufuatilia mambo ya siasa. Kwa hivyo Jumanne hiyo kulikuwa na ruling ya Supreme Court, na alikuwa amefuatilia, na pia akawa amesikia vizuri kwamba kama Jubilee tulikuwa tumekuwa awarded ushindi kwa ile kesi ya president. Lakini Alhamisi nilishangaa, nikapigiwa simu na rafiki mmoja akaniambia Mama Zebra hayupo. Niliweza kupigwa na budua na mshangao, nilishtuka, hata usiku huo sikulala vizuri, niliota ndoto mbaya kwa sababu nimempoteza rafiki wa karibu sana. Mama Zebra alikuwa rafiki wangu wa karibu sana. Duniani unapokaa kuna mtu mnaweza kuelewana kidamu, mnaweza elewana, mzungumze mambo ya kusaidiana, kuchengana katika safari. Kwa hivyo nilipokutana na huyu mama tuliweza kushauriana mambo mengi ya biashara. Kwa hivyo langu ni kumwombea roho yake Mungu aiweze kuiweka mahali pazuri katika ufalme wake wa mbinguni, maana najua kwamba alikuwa ni mcha Mungu, nami pia nikiwa kama mtumishi wa Mungu tulikuwa tunashauriana katika njia ya Bwana. Kwa hivyo nashukuru kwamba dakika ya mwisho kabla kate roho yake alijua na akaweza kuombewa na akaweza kusitishwa njia ya ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo nasema jamii, mchipe nguvu. Mama ameenda katika mbele za Bwana, nasi vile vile tuombe kwamba Mungu atufikishe mahali pale. Kwa hivyo nasema asanteni sana na Mungu apate kuwabariki. Asante. Asante Bwana Masika Chief, tunashukuru. Enyewe maneno hayo wamesema yalikuwa ni ya kweli. Kama kuna kitu mama alizingatia, nilienda Soi nikamwambia nitampelekea redio, kwa maana alitamani sana asikize vile mambo yanavyoendelea, na alikuwa ameniambia binafsi, alikuwa ameniambia kwamba Uhuru akiapishwa, wewe na mke wako tunaenda Mombasa wiki moja, na baadaye nadhani Mungu alimzungumzia. Baadaye akaniambia kwa maana umefungua kanisa, wacha kwanza nikupe vigeti. Nadhani Mungu alimzungumzia kwamba Uhuru hataapishwa
Kwa hivyo akatoa pesa yake akaninunulia viti vya kanisa na ikakuwa shwari. Tushukuru sana. Nimpate mnenaji wa pili kama rafiki ambaye anaitwa Jomo. Kanisa, wachungaji wenye wako hapa, washiriki wote wa Tarbo, kijiji, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Amen. Ningependa kusema kidogo juu ya mama huyu. Kwa familia ya mama Mwangi, kweli tumekuwa marafiki kwa muda hiyo yote. Mama mzuri sana na tumekaa pamoja. Mwangi sababu mama ametuacha, lakini kwa kweli kama marafiki tuko wengi, lakini ambaye tumekuja wachache, tunasema pole. Tunasema pole kwa mama. Tumekuja kulia pamoja, tumekuja kuanzia jana, wengine wamekuja kuanzia siku hiyo nyingine, lakini tunalia pamoja. Mama ametuacha sisi sote, lakini kwa sababu sisi bado tuko, hatungependa kuachana, kwa sababu mama alitukalisha, ametuzungumzia muda hiyo yote tukae pamoja, warafiki wetu na ndugu. Naona si nyinyi mmeonyeshwa kwa rafiki wetu Kiptum kwa mmoja ya jamii yenu. Kwa kweli msimuache au namna gani? Kiptum na mama tumekuta kama wamekaa pamoja kabisa, ambaye wakati mwingine ambaye tunafanya kazi ya kujisaidia kulima, Kiptum natuambia gogo, nataka nimiwe shamba. Kama sisi tuko nayo na hiyo kitu ya kulima shamba, tunatoa kwa shamba yetu. Kuheshimu mama huyo, tunamheshimu kabisa na tunamlimia yeye, anaweka tu mafuta, si ati tunadhibisha ile ya contractor. Shamba yake tunamlimia, tunapandia yeye na tunawajana hivyo. So Mwangi, nakusihi sana mkae na Kiptum vile mama alikuwa nakaa na yeye, alikuwa akikaa vizuri. Mtazungumza kwa familia, mtajua mengi. Najua nyinyi mlikuwa mbali, lakini Kiptum amekuwa na mama kwa muda mrefu. So naamini ya kwamba Kiptum mtu mzuri. Wengi hawakuwa wazuri kama Kiptum, lakini nakuhakikishia kwamba Kiptum na mama walikuwa wakikaa mzuri. Wakati mtakapokaa chini, mtaona furaha ya mama. So kwa niaba ya sisi kama warafiki, tunasema pole kwa hii msiba, na mambo mengi tutakuwa tukisaidiana. Vile mama tulikuwa pamoja na yeye, tutakuwa pamoja hivyo. Kama wengi walikuwa nasemanga wakati mwingine mama akilala, mtu mkubwa akilala, sisi wengine tunaenda, lakini mimi kwa Kiptum pamoja na nyinyi tutakuwa pamoja, tutashirikiana pamoja kwa mambo mengi. Najua mama ameenda, lakini tutakuwa pamoja. So poleni sana. Asante Bwana Jomo, shukrani. Kweli Jomo amenena ukweli, kwa maana mimi huwa nawaona, hata siwezi jua hii matinga ni ya nani na nani wakati mashamba ya mama inapolimwa. Mama Kamau wa Murage, ina Kamau, Daktari Akanga na Daktari Catherine, mtasalimiana kama marafiki. Madaktari wetu nimewaona. Asifiwe tena. Amina. Lakini kusema pole kwa jamii, pole hata kwa watu ya kanisa na watu wa Tarbo wote, sababu huyu mama Mwangi
Alikuwa mama mzuri, alikuwa mama ambaye anapenda watu, alikuwa mama ambaye anapenda kila mtu, na alikuwa akitaka wewe anakupigia simu, anakwambia ukuje mahali penye hapo, unamkuta hata hadi penye alikuwa kufanyia kazi. Kiti ya mbele alikuwa akikukaribisha na chakula, na anakwambia ile chakula yenye unataka ndiye ambayo utakula. Hakukuwa nasikia ubaya, hata ukisema ni nyama ndio yenye utakula. Kwa hivyo mama Wanjala alikuwa mama mzuri sana, alikuwa mama ambaye yenye anapenda watu. Hakika hata mimi nasikia nikiwa na huzuni, sababu mama alikuwa rafiki wangu sana. Hakika ninasikia nikiwa na huzuni, lakini Mungu atatusaidia. Mungu amweke mahali pema. Asante Mama Kamal, asante Catherine na daktari. Hawa ni madaktari wetu wa bora afya. Mimi binafsi nimefanya na wao, mimi binafsi Mr. Akanga na Catherine, na ni marafiki wa mama sana. Asante. Bwana asifiwe. Amani baraka. Kanisa lisimamia sherehe ya mama, familia ya mama na marafiki wote, hamjambo. Mimi naitwa Jonda Mwakanga. Mimi nilikuwa volunteer hapa miaka mingi, na mama ni mmoja wale watu ambao nilifanya nao kazi yangu nikiwa kama volunteer ya hii. Kazi yangu ilikuwa ni kuimprove maisha yawe mazuri, tupunguze magonjwa. Mama alikuwa mmoja wa watu ambao alikuwa akichinja nyama hapa, wakishirikiana wakina Savai, Baba Mwiruri, Kaburu, Kibeti na wengineo wengi ambao siwezi taja, lakini alikuwa mtu mzuri kwa sababu sikuwahi wasana na yeye. Unajua kuna wengine wanaweza leta nyama mufu, si namna hivyo. Ukileta mufu sasa na mimi bora tena ikakuwa nitapitisha kweli, siwezi. Mama alileta kitu mzuri, nyama nzuri ambayo watu walikula wakafurahia, hata mimi nilikuwa customer wake. Na kitu ambacho nakumbuka mama, kuna wakati tulikuja nikagundua na mwenzangu kwamba hapa Taribo kuna typhoid na amoeba imezidi, imezidi kwa. So tukaanza plani tutengeneze maji ingine pale Kapimao. Si mnaelewa watu watano? Yeah. Yale maji ilikuwa watu wanachota hivyo hivyo. Tulianza harambee sisi wenyewe kwa wenyewe. Wakati huo tulikuwa tunatoa shilingi 50, ikifika mfuko tulikuwa na treasurer anaenda kwa duka lilikuwa linaitwa La Upendo. Mama alijitolea akatunulia mfuko mwingine. Hii ilikuwa plus kubwa sana kwa kazi yetu, na tukaweza kuprotect ile maji kwa njia nzuri, na kutokana hapo figures za ugonjwa wa amoeba na typhoid zilipungua. Na hiyo mimi namshukuru sana kwa ajili ya nguvu na support ya mama. Kwa hivyo sitataka kwenda kwa mengi, nafasi ni kidogo na tunaweza ongea mpaka jioni. Kwa wale walionisikiza nasema asante, mbarikiwe. Asante kwa kutambua. Asante Bwana Akanga. Okay, asante. Asante Bwana Akanga na Daktari Catherine. Hata sasa Daktari Catherine yeye ndiye anayesimamia mji huu, na tunashukuru kwa huduma nzuri ambayo inaendelea. Mrs. Upendo. Msifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Salamianeni salamu za Wanjala wa Sebra, Mama Karaja. Kila mtu asalamiane na kuongezea. Siwe ni jirani mwema. Kusema kweli atakikana tukae ujirani. Ujirani na ujue huyo jirani yako ndio inafanya tusimame hivyo tulivyo. Kwa hivyo hata mkiona bahati vile ilivyo, mnajua Wanjala alikuwa mkarimu. Si ni kweli? Na alikuwa na upendo. Kwa sababu ingekuwa hakuna upendo, mungekuja vile tulivyo. Lakini kwa sababu ya upendo yake imefanya tukue hivyo. Kwa hivyo ningependa hata sisi katika kanisa tunasema kila mtu apende jirani yake. Kwa hivyo tukipendana hata mbinguni tutaingia, kwa sababu penda jirani yako kama vile wewe mwenyewe unajipenda. Kwa hivyo
Ningependa kuongea hivyo vile mmeongea, kwa sababu Wanja alikuwa mkarimu, alikuwa mwenye kupenda watu, ndio mnaona tukiwa umati hii. Na ningesema tupendane watu vile wanawachwa. Tunajua tuko na pande hii, tuko na Kalenjin, tuko na pande hii, tuko na Wakikuyu, tuko na kila pande zote. Kwa hivyo tunatakikana tupendane vile Wanja alikuwa anatupenda. Tumsifu Yesu Kristo. Huyo ni Mama Tony wa upendo na bado anahubiri upendo. Si makofi kwa Mama Tony. Anahubiri upendo. Huyu dada anahubiri upendo. Sio jina tu. Tunawashukuru. Kwa hivyo karibu kiongozi wa serikali katika maeneo haya. Hamjambo wote. Kwanza ndasema ni asante kwa nafasi hii ambayo tumepewa. Najua ni kanisa na sisi serikali. Hawa watu wanafanya kazi pamoja wote. Kwa hivyo mimi naitwa Ezekiel Ndumbasi ambaye ni mtawala wa area hii. Na mmesikia chifu amekuwa hapa amesalimiana ule watarubu huko. Kwa hivyo yeye amemaliza yake. Kwa hivyo niseme ni pole kwa jamii kwa kumpoteza huyu mama. Mnapoona umati mkubwa kama huu, inaonyesha huyu mama alikuwa mkarimu sana, tena alikuwa mtu mzuri na muungwana. Hata mimi binafsi ni rafiki wangu, nikienda kunywa chai pale, mmesikia mama akisema hapa ukinywa chai anasema ongeza huyo mandazi nyingine mmoja. Na hiyo ni ukarimu. Kwa hivyo amekuwa mkarimu sana. Hapa mji wa Turbo tumepoteza, na tunasema hiyo ni kazi ya Mungu. Kwa hivyo hatuko na assistant chief hapa siku ya leo. Ni mtu ameshikilia ofisi mbili hapa na Munyuki ameenda huko chini kazi ya serikali. Kwa hivyo wageni wenye mmetoka mbali, mujisikie nyumbani, tuomboleze pamoja. Mkisafiri Mungu aongoze. Asanteni sana. Asante Bwana Rubasi. Huyu ni mzee wetu, ni rafiki wetu na kiongozi wa maeneo haya. Nadhani akina Baba Kiarie sasa wako sawa. Si Baba Kiarie ni sawa? Kwa uongozi wa pande hii sasa simwakilishwa na Rubasi. Asante. Nataka nilete mtu atakayerudisha shukrani kwa niaba ya familia. Naye si mwingine ni mtoto mmoja wa mama. Naye anaitwa Mr. Jenga. Ni vote of thanks. Na kwa hivyo atakuja kurudisha shukrani hizo. Wapenzi wa Bwana na wasalimu, hamjambo. Bwana ni mwema na siku zote. Amina. Angalia programu yako hapo nyuma, nitasoma kitu kidogo hapo ambayo nasema hivi: we wish to express our heartfelt appreciation to all who tried their level best to assist Mama Jacinta Wanja Mwangi until her demise. We also sincerely appreciate our friends and relatives who visited Mom and prayed for her and wished her well. We thank you all for any form of support that you gave while Mama was still alive, even during this difficult period of mourning. May God bless you. On my own personal behalf and on behalf of my brother, we want to appreciate all of you for the love and the generosity you have accorded us as a family, because between me and my brother we live far away from our mother, but she has never been left lonely. So may God bless you. Asante. Ni shukrani kutoka kwa jamii. Majina wananiita Willy Mwangi, na nafurahi tukijumuika pamoja na waombolezaji kusherehekea maisha ya shangazi yangu. Nitasoma.
The late Jacinta Wanja Mwangi was born in the year 1956 in February at Mount Nala, being the daughter of the late William Mwangi and Mrs. Wilha Warugunu. She was sister to the late Ruth Wanjiro, the late Mary Wangare, the late Paris Wanja, Jeffrey Masharia, Helen Mombi, John Jenga, and Lucy Gadoni Onamo. She was mother to John Jenga and Willie Mwangi, grandmother to Jacinta Wanja, Dorcas Wanja, Kezia Wanja, Michelle Wangesi, Blessing Jerry, and Maiten Wanja, auntie to many great-grandmother and to grandmother to Shanice Wangesi. Education. The late Jacinta Wangari Mwangi started her early education at Kanga Primary School, then moved to Esageri Forest Primary School, both located in Longai Sub-County in Nakuru County. She schooled up to class 7. After her school, she started working at Njoro in Nakuru County, then relocated to Tabu in the year 1984, where she engaged in various economic activities like selling clothes, farming, butchery. In the year 2002, she opened a hotel, the Zebra Hotel, which she engaged until her departure. Christian life. The late Jacinta Wanja Mwangi gave her life to Jesus in the year 1990, joined African Inland Church AIC Tago, where she fellowshipped till last year, 2016, when she joined Worldwide Gospel Church till her departure. She was committed to a devoted Christian throughout her life in Christianity. Illness. The late Jacinta Wanja was diagnosed with diabetes and high blood pressure in the year 1995. She passed on 23rd November 2017 after a long struggle with the disease. Mom, we loved you so much, but God loved you more than gave you a rest. Thank you. Tumpongeze kwa makofi ndugu wetu, ametusomea vizuri. Asante, asante, asante. Nataka kusema Mungu awabariki. Nafasi yangu na masaa yangu ni ya kwamba hatuwezi tukafanya lolote kama hukupata nafasi ya kuzungumza mahali popote pale. Usikuwe na ubaya, ni kwa maana hatuwezi kwa kila kitu, lakini toba ya kwamba utaridhika. Kama hukupata picha, ridhika, ni kwa maana tunaweza kosa kutimiza kila kitu, lakini tunashukuru ya kwamba mpaka mahali tumefika, Jehova ametusaidia. So Mungu awabariki. Majina yangu naitwa John Kamara Muirole. Mimi ni wa familia hii, mimi ni wa Targo hii, na mimi ni mchungaji na hudumu na kanisa la Grace Chapel, na Yesu ni Bwana. So nataka kusema Jehova watende mema na wahifadhi. Nataka nichukue kipasa sauti hiki, tutakuwa nanyi katika matangazo mengine hadi tutakapokuwa tukimaliza ibada hii. Nikiwaletea matangazo kama jinsi itakavyokuwa tukiendelea. Mungu awabariki. Nipate kiongozi wa ibada. Sasa ni nafasi ya kupea kanisa, na kwa hivyo tuweke mikono pamoja tunapomleta mchungaji Patrick Jenga ambaye ni mchungaji wa mahali hapa Tabu. Karibu sana. Amen. Tumpongeze mtumishi wa Bwana kwa makofi mazuri, maana ametuelekeza vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu salimia jirani, mwambie jipe moyo, tumekuja mahali hapa kwa kusudi hili na ni kwa leo tu, lakini Mungu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka tutaingia kwenye kipindi sasa cha kuelekea katika ibada hii ya mazishi, na nashukuru Bwana ya kwamba tuna watumishi wa Bwana ambao watafanya kazi hiyo na itatendeka kwa wema na kwa utukufu wa Bwana. Jina la Bwana lisifiwe. Majina yangu naitwa Patrick Njenga Wagashuka, na ninahudumu na kanisa la Worldwide Gospel Church
of Kenya hapa Turbo. So ninataka nieleze tu kwa kifupi habari ya historia ya mama kwa ajili jinsi alivyokuja na akaungana pamoja na kanisa la Worldwide, kama vile tumesomewa kwenye historia ya kwamba mwaka uliopita mwezi wa 3 mama alimtuma Bwana John Jenga ambaye ni ndugu yake, tunamuitanga Jomba, na akamwambia ya kwamba anataka kuongea nami. Alikuwa ni mama ambaye alikuwa anapenda kufuata utaratibu. So aliponiita na nikawa pamoja naye na mazungumzo, akaniambia nimekuwa nikishiriki na kanisa la Africa Inland Church AIC na ninataka niungane pamoja na Worldwide. So nikakuwa na wakati wa kumsikiliza na akaniambia ya kwamba hakuna jambo lolote amelipata kule AIC, kwa hivyo nisiwe na wasiwasi kuhusu maisha yake na ushirika wa kanisa la AIC. Na akaniambia tutakapokuwa tunaendelea nitamleta mchungaji wa AIC na mtaweza kuzungumza naye na ili ujue mengi kunihusu. Na hilo ndilo jambo ambalo tulikuwa tulifanye na tukawa tukipangilia. Kila mara nikikutana naye nilikuwa namuuliza, ulimwambia mchungaji, ulimwalika ili tuweze kuonana naye? Lakini ikawa muda nao umesonga, na tukisonga tukisema tutafanya na muda ukawa umeendelea sana. Bwana Yesu asifiwe. Mara ya kwanza sikujua mama anaugua. Nilikaa naye kwa miezi 2 mfululizo akija kanisani, na wakati fulani kama wiki 2 akawa Sunday 2 akawa haji kanisani. Nilipofuatilia kaniambia, mchungaji, utanielewa maana kuna wakati mwingine ninaugua kisukari na mara nyingine pressure inapanda. Sasa wakati utakuwa unaona siji kanisani, ujue sababu hizo ndizo zinanifanya nisiweze kuja kanisani. So kila mara alipokuwa haji nilikuwa nampigia simu namuuliza, hali yako iko namna gani, na ananieleza na nikawa ninamuelewa. Hata mjomba ambaye ni ndugu yake John Jenga bado akanieleza kumuhusu na nikamuelewa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba dada wetu Jacinta alikuwa ni mtu wa kujitolea. Tuna mradi ambao tulikuwa tunaufanya pale kanisani mwaka wa 2015, na alipokuja akakuta mradi ule unaendelea, alikuwa mama wa kujitolea. Bwana Yesu asifiwe. Na alitusaidia sana, na tunasema kazi yake itaandamana pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumekuwa naye muda mfupi, lakini kwa muda mfupi huo tumeona ya kwamba ni dada ambaye alikuwa ameamua kumtumikia Bwana. So wakati tunapomsindikiza siku hii ya leo, tunajua ya kwamba tunasindikisha ama tunamlaza mama ambaye alikuwa amejitoa mwili na roho yake katika kumtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tuna mambo mengi, programu yetu si refu sana, lakini tutajaribu kuiharakisha na ili ya kwamba tusiwaweke sana. Tunaomba. Baba Mungu, kwa jina la mwanao Yesu Kristo, tumbele zako mara tena twaliinua na kulimidi jina lako masaa haya Bwana, kwa sababu umekuwa Mungu pamoja nasi. Twalitukuza jina lako na kukushukuru kwa ajili ya hali hii, maana neno lako linasema ya kwamba tukushukuru katika mambo yote. Baba mwema, pokea utukufu, sifa na heshima, maana makusudi yako ni mema kwetu kwa mahali hapa mchana wa leo. Nataka kujikabidhi mikononi mwako hata kwa sehemu hii ambayo imesalia ya ibada hii kwa jina la Yesu. Mungu wetu, kuwa pamoja nasi na utuinue kwa utukufu wa jina lako. Kwa jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi tunaomba tukiamini. Na kila mmoja aseme amen. Amen. Hata nafasi nzuri. Sasa nafasi nzuri. Makofi yako mazuri kwa Yesu. Makofi mazuri kwa Yesu. Inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu, bariki Yesu, bariki Yesu, bariki Yesu, bariki Yesu, bariki
niwaleteni Reverend Abwera, naye atatuelekeza kwa hatua 2-3 mbele, na niwahakikishia kwamba tutakamilisha kwa wakati. Okay, Bwana asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana asifiwe, kanisa la upande huu. Amen. Bwana asifiwe, kanisa la huku. Haleluya. Basi Bwana asifiwe, kanisa la hapa. Na tumchangie Pastor Njenga makofi mazuri kwa kutuongoza kwa njia hiyo nzuri. Nataka kuchukua nafasi hii kuweza tena mara nyingine kusema karibuni watu wa Mungu. Ninyi watu wa Taribo ni watu wa baraka sana. Tangia mambo haya yatupate, tumesimama pamoja, hatujasikia kuwajwa. Tunataka kusema Mungu wa mbinguni awabariki sana. Na hata marafiki wa mbali walikuwa pamoja nasi na wametenda mengi mema, tunasema mbarikiwe. Kwa sababu pia mchana huu tumeheshimika, tuko na viongozi wa kanisa letu na Worldwide Gospel Church. Our presiding bishop sir, tunasema karibu sana, we acknowledge your presence. Amen. Pia tuko na uongozi wetu wa region, North region, tuko na askofu wetu Bishop Mwangi, tunaheshimu uwepo wako, karibu sana. Tunataka kufanya mambo machache, baadaye tasikia neno la Mungu na tuende kwa masishi. Bwana asifiwe. Nataka tu kuweza acknowledge uwepo wa wachungaji ambao tuko na wao mahali hapa. Naitwa Reverend Daniel Kimani na huduma na Worldwide. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ninaitwa Mbugwa. Nataka kuleta pole zetu za familia ya kanisa ya Maranatha ambayo iko nyuma hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Triza mchungaji ndani ya kanisa la Worldwide. Asante. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa niaba ya kanisa la PCEA Tarbo na hata Soi pahali dada waja anajulikana, tunapenda kuleta rabirabi zetu kwa sababu ya huyu dada ambaye ametuondokea. Naitwa George Ngarau, Elder PCEA Tarbo. Bwana asifiwe. Mimi ni Reverend George Kang'ethe, na hudumu na kanisa la Apostolic Faith Church hapa Tarbo. Bwana wabariki sana na watende mambo mazuri. Bwana asifiwe. Asalimu katika jina la Yesu. Kwa jina naitwa James Muna, pastor wa Kikarani na hudumu na kanisa la Apostolic Faith. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Tuinue mkono jameni. Mchungaji Paul Ng'ethe na hudumu na kanisa la Apostolic Faith Church upande wa Kilimani, na nasema pole kwa jamii. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mchungaji Patrick Inganga Nyangala, mchungaji wa kanisa mojawapo la Kenya Assemblies of God, kwa niaba ya kanisa la Kenya Assemblies of God area Tarbo, ninasema wachungaji ambao wamepoteza mshirika pamoja na jamii yote, pole. Mungu awafariji. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Pastor Lubisi Amasi. Kazi ya Mungu haina makosa. God bless you. Bwana asifiwe. Nipungieni mkono wenu katika jina la Yesu. Haleluya. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ninaitwa Pastor Ken. Ninahudumu sehemu ya Soi. Kwa majina yangu naitwa Reverend Benedicto Kihonge. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ninahudumu na kanisa la GBC hapa Tarbo. Kanisa letu ni Yoli hapa juu, na Mungu awabariki. Tiwe, naitwa mchungaji Kemboi na Africa Inland Church Town pamoja na Lamban Light Literature. Mungu awape nguvu na wasaidie kwa wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Pastor Joseph
ninahudumu na kanisa la GBC upande wa Turbo. God bless you. Nataka kuwasalimia wote, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Jina yangu naitwa Reverend Ruben Gechao, natoka sehemu za Eldoret na hudumu na kanisa la Worldwide katika ile kijiji inayoitwa Kapsoya. Mungu awabariki sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kama una kisirani na mtu simsalamie tu, mwambie asante kwa kuwa hapa. Asante kwa kuwa hapa. Unajua, asante. Hebu muulize ni wangapi watafunga kazi wakati wako. Muulize tu ni wangapi watafunga kazi wakati utatoka kwa hii dunia. Amen. Basi Bwana asifiwe. Huyu nilibaki naye ni Reverend Sawe. Tulisema kwa sababu ya heshima hiyo amemlea mama miaka hiyo yote katika kanisa la AIC, tungempa heshima aseme tu neno moja kuhusu mama huyu. Si ni afadhali? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe waombolezaji. Basi majina ni kama vile mmesikia. Kwa kweli mchungaji, mimi singeongea. Kuna mama ambaye angeongea, ambaye anayejua sana juu ya dada wetu Wanja, ambaye wakati alipotoka kule Nakuru walikuja kukaa pamoja, ambaye ni dada wetu Esther Kijuru, ambaye wako mahali pale. Yeye ndio anayejua sana kwa sababu walisimama na yeye kwa muda mwingi. Mimi nimekuwa mchungaji wa Wanja tangu mwaka wa 2002 mpaka 2012. Hiyo ni mwongo moja, ama hiyo ni miaka 10 nikiwa pamoja na yeye nikiwa mchungaji wake. Hapo mbeleni kitambo nije kulikuwa na wachungaji wengine ambayo labda walihudumu na Wanja, kwa sababu ijapokuwa tumeandika 1990, singekuwa specific kwa ajili ya hiyo mwaka, lakini alikuja mapema Turbo mbele hata 1990. Kwa hivyo kuna wachungaji ambao walihudumu na yeye, na mimi nilimkuta kama mama kanisa among the leaders of the church katika upande wa kina mama. Nilipoondoka pata uhamisho 2012, kuna mchungaji aliyekuja ambaye anaitwa Reverend John Buru, ambaye yuko pamoja nasi, amempeleka mtoto hospitali. Yeye ndio vile alihudumu mpaka niliporudi 2016. Kwa hivyo walihudumu na yeye kwa miaka 4, na yeye amesema pole kwa ajili ya Wanja. Kwa kweli tuna mengi tungeweza kusema juu ya Wanja. Tuna mengi sana tukiwa kanisa la African Land Church. Naamini kuna washiriki wengi walio hapa ambao wanaweza kushuhudia pamoja nami jinsi vile tuliweza kuhudumu na huyo mama kwa mambo ya kiroho na mambo ya development kwa ajili ya kanisa letu la African Land Church. Kwa hivyo yeye amekuwa ni mama mtaua, mama mcha Mungu, mama ambaye akisha kuja kanisani anakuja anasikia ujumbe wa Mungu ama mahusia ya Mungu, na baada ya kumalizika anaondoka naenda kwake. Angeweza kupata nafasi ya kuweza kuinteract na wengine na kusema mambo mengi. Kwa hivyo amehudumu, ni tunamtambua yeye na tulimtambua kwa kazi nzuri aliyefanya, hasa mnapoona hata jinsi kanisa letu linavyosimama. Alichangia sana kwa mambo ya ujenzi wa kanisa hilo. Na hata na mimi binafsi kuna wakati ambao nilienda kwa upgrade course yangu nikitarajia degree, na ni mtu wa kwanza ambaye alinisaidia. Kwa hivyo tuna mengi, na hawa wana AIC wote wana mengi. Kwa hivyo ijapokuwa aliama kwa global, tunashukuru kwa sababu alisimama na Bwana, hajapotea, hapo at the right place, the right time. Kwa hivyo tunashukuru, na hata yule mchungaji ambaye alikaa pamoja naye mpaka muta ambapo alipoondoka na kwenda mbinguni. Mungu awabariki na wafariji. Asante kijana yake ambayo alinipelea mpaka kwake kule Malaba, na niliweza kujua kijana huyo sana. Asanteni, Mungu awabariki. Asante kwa wote ambao tumefanya kazi hiyo, na hiyo ni sadaka ya jamii.
twasema Mungu awafariji. Tunataka kusikia neno la Mungu. Duniani atuokoe, alimwaga
nimeokoka, Kristo ni Bwana. Nimetoka kanisa la Full Gospel Churches of Kenya chini ya Bishop Mike Kio. Amen. Amen. Nataka kuimba wimbo ni kwa sababu ya faraja ambayo waliofiwa na mwenda zake siku ya leo. Amen. Asante sana. Anaitwa Alice. Haleluya. Amina. Mtu kipawa cha mtu kufungua mlango wa mtu. Kipawa cha mtu kinafungua mlango wa nani? Sasa wale mtakuwa na sherehe nyingine, si matanga tu, asili kama ndio matanga. Hata harusi atakuja. Kwa hivyo anaita hata crusade atakuja. Hata nikuuse kidogo. Haleluya. Kama sikujua kitu imebariki. Nataka nimlete our regional secretary. Bwana asifiwe. Atuletee mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko salama na tunasikia kuchangamka kwa sababu kuna tumaini. Hapo mahali mama ameenda, hapo sio mwisho yake.
Matendo yale ametenda ni yale Mwingereza anasema inaenda beyond the grave. Na Mungu anasema tunapolala matendo yetu inatufuata. Na kama matendo yetu inatufuata, tuna matumaini kwa sababu Mungu si mdhalimu. Atakuwa anapatia mtu taji lake kulingana na kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tusimame zote kwa sababu ni nafasi ya neno la Mungu. Neno la Mungu ndio nguvu zetu. Neno la Mungu ndio linatufanya sisi ambao bado tuko hai tugeuze maisha yetu, tuishi kumpendeza Bwana na kupata tumaini kwa sababu kesho yetu iko kwa mikono ya Mungu. Tunaye watumishi wa Mungu pamoja nasi, nashukuru. Tuna our presiding bishop pamoja nasi na mama, na nashukuru kwa sababu wametupatia nafasi kuendeza kazi ya Bwana mbele zao wakituangalia kama wakufunzi. Tuna our regional bishop pamoja nasi. Baba, tunakupa sifa, tunakuheshimu na tunasema wewe haufananishwi na watu wowote. Biblia inasema ya kwamba Bwana usiulizwe swali kuhusu viumbe vyako. Tunakuomba Mwokozi ukafariji jamii kwa sababu ya yale mambo wanapitia kwa kupoteza mama yao. Huzuni yao Bwana unaielewa. Nguvu zako Mungu zikafike ndani ya mioyo yao Mwokozi, ikawapa faraja ya kutosha kwa sababu wewe ndio mfariji ambaye ni mkamilifu. Pokea sifa Mungu, maana unatenda hivyo. Hata tukiwaona vile umewafariji Bwana, tunakupatia utukufu. Tuna nafasi mbele zako ya kusikia sauti yako. Tunaomba Mungu unapomtumia mtumishi wako askofu, Baba wetu ukafikie mioyo ya wengi. Baba wetu ukainue mioyo yetu, na Bwana ukaneno jambo la kutofautisha maisha yetu kuanzia sasa. Pokea sifa kwa sababu ya nguvu za Roho Mtakatifu ambaye ndiye anatupaka mafuta ya kila siku ili tuendelee katika huduma. Katika jina la Yesu Baba wetu tumekuomba tukishukuru. Nataka tu uinue mkono wako unisalimu, tusalimiane kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unaweza kuinua sauti kidogo kuliko hivyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amina. Sasa unaweza keti mahali uliko kwa jina la Yesu. Natoa shukrani zangu kwa sababu ya muda huu ambaye Mungu wetu ametupa nafasi iliyo nzuri ya kuja kumsindikisha mama wetu ambaye tumemtaja kuwa shujaa. Tumemtaja kuwa shujaa, na wakati huu imekuwa ni vema kwa sababu kila mmoja wetu alisikia wito wa kuja mazishi haya. Mazishi yanapotokea hakuna mtu anapewa barua ya mwaliko, lakini kila mmoja amekuja kwa sababu amesikia mmoja mpendwa ameondoka na amepumzika. Kabla sijanena maneno machache sana, ninataka kumkaribisha kuna Bishop Mike Kioko, na kama kuna bishop mwingine ambaye yuko hapa, ninataka kuwapa maaskofu hawa heshima hiyo. Tumpigie Bishop Mike makofi anapokuja kutusalimu. Majina yangu naitwa Bishop Michael Kio. Kio ni kutoka Malaba, anampenda Yesu. Nataka kusema poleni waombolezaji kwa kumpoteza mama mpendwa, rafiki, presiding bishop wa Worldwide na mama pamoja na wachungaji wote. Asanteni kuja kumsindikisha shujaa, mama ambaye amefanya mengi katika makanisa na katika watu kibinafsi. Mimi kibinafsi ninamfahamu, ni rafiki, ni dada mpendwa ambaye amehusika na mengi kanisani mwetu. Kwa hivyo nataka kusema farijikeni wapendwa, marafiki, watoto na jamii yote kwa jumla. Mungu awatie moyo na muendelee kujitia nguvu, maana safari ni hii. We have no way out to escape from this. Hii ni njia ya kila moja wetu, aidha kwa njia yote ile kuna siku tutaondoka. Ni mzuri tujifunze na haya, maana katika haya tutaweza kujitahidi kumpenda Yesu ili siku atakapotuita tuwe tayari kumlaki na tupate pumziko kwake. Otherwise, Mungu awabariki na aendelee kuwatia nguvu. Thank you. Asante sana Bishop kwa maneno pia ya faraja. Basi kwa sababu
ni vema kulihubiri neno la Mungu wakati tunapoachwa na mpendwa. Nataka kunena neno kwa kifupi sana. Wengi wamenena habari ya mama jinsi alivyoishi. Mtu anapoondoka, mambo mengi sana hukumbukwa baada ya mtu kulala, na ni vizuri kwa sababu labda wakati unapoishi, unapotenda jambo mtu anaona ni kama kawaida, mtu analihesabu ni jambo nzuri lakini ni kama kawaida, lakini mtu anapolala, hapo ndipo mambo yanakumbukwa. Hata Biblia inasema heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa wapumzike baada ya taabu zao, maana kazi zao zitaandamana ama zitafuatana nao. Hii ni kumaanisha kazi ya mtu hukumbukwa wakati ambapo amekufa. Isaia 38 mstari wa kwanza yasema, siku hizo Hezekia aliugua akawa katika hatari ya kufa, na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema, Bwana, kumbuka haya na kusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, enenda ukamwambia Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15, nami nitakuokoa wewe na nchi huu na mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu. 7 yasema, jambo hili liwe ishara kwako itokayo kwa Bwana, ya kuwa Bwana atalitimiza jambo hili alilolisema. Tazama, nitakirudisha nyuma kivuli madaraja 10 ambayo kilishuka juu ya duara ya Ahazi kwa sababu ya jua. Basi jua likarudi madaraja 10 katika hiyo duara ambayo limekwisha kushuka. Asante. Maneno haya tunapoyasoma tunaona maisha ya Hezekia ambaye aliishi siku zake, na baadaye alikuwa ni kama wanadamu wengine, kama sisi wa kawaida. Manake tunapoishi tunakuwa wagonjwa, mara tunapona, tunakuwa wagonjwa na shida kama hizo. Hezekia akawa mgonjwa, na ugonjwa wake haukuwa mdogo, lakini ulikuwa ni ugonjwa mkubwa sana, ama ulikuwa ni wa hali ya juu. Manake alipokuwa mgonjwa na kusumbuka maishani mwake akijaribu kupona, akaletewa mtu ambaye alikuwa ni mjumbe kutoka kwa Mungu. Na Hezekia, ingawaje alipokuwa mgonjwa, nabii ambaye aliyeweza kutumwa hakuja kumfariji, hakuja kumuombea, hakuja kumwambia utapona, wala hakuja kumwambia maneno mazuri. Alikuja na kumpa maneno yaliyokuwa na huzuni mwingi sana. Kama vile siku hii ya leo, ukiambiwa na mtu ya kwamba kufa utakufa, unaweza kuwa na shida zilizo nyingi sana. Hezekia akiwa katika hali ya kuugua, akiuguza kitandani, mtu akaja na akabisha mlango, na alipoona ni mtumishi wa Mungu akafikiri sasa nimepona. Maneno yale ambayo yalitoka kinywani mwa huyu mtu wa Mungu aliyoambiwa ni kwamba kufa utakufa wala hutapona. Sasa unalohitajika kulifanya, tengeneza mambo ya nyumba yako, kwa sababu kufa utakufa wala hutapona. Na huyu nabii hakuwa na maneno ya faraja, hakuwa na maneno mazuri ya kusikika, na baada ya kufikisha ujumbe, yeye akatoka na akaenda. Hezekia akabaki pale na ugonjwa wake, akijua kuondoka nitaondoka. Lakini Biblia inasema vizuri, Hezekia ni mtu alikuwa ametengeneza uhusiano wake na Mungu. Jamani, ni vizuri mtu kutengeneza ushirika wake na Mungu. Ni vizuri mtu kutengeneza uhusiano na Mungu kabla haujakufa, kwa sababu alipoelezewa maneno yale, alianza kukumbuka jinsi ameenenda mbele za Mungu, jinsi ametumika katika nyumba ya Mungu, jinsi amejitolea mali yake, na akaanza kujiuliza maswali mengi. Je, huyu Mungu ambaye nimemtumikia muda huu wote hawezi akaniponya? Hawezi akakumbuka matendo yangu? Jamani, matendo ya mtu yanapokumbukwa inaweza kuwa ni jambo nzuri sana. Hata
Tena nimesikia mwingine amesimama hapa akakumbuka jambo la mama, akasema aliitisha ndazi moja akaletewa mandazi mawili. Sasa Hezekia akaanza kumkumbusha Mungu, akamwambia siku moja nikafanya, siku moja nilihubiri, nilifanya hivi na vile, unikumbuke. Na Biblia inasema Hezekia akalia sana sana na